Kutumikia Mungu hasa kuimba muziki inakuwa na umuhimu gani kwa maisha ya mwanadamu? Bon, watu wanatofautiana. Na kila mtu kuna lengo yake. Wengine napenda kwa sababu ya success tu vile aimbe, ajua faidiki, apate pesa muziki. Lakini sisi tunafanya kwa sababu ya kuokoa manafsi ile ilipotea, ile inaenda zaidi. Kama vijana sasa sisi ni lazima tumtumikie Mungu ili tuangalie, kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba tutatumikia Mungu bado tungaliki vijana, hivi ndio muda wa kumtumikia Mungu. Ujambo, karibu sana kwa kipindi hiki ambao kinaletwa na Esther Shubabu. Tuko na Emmanuel Kabondo ndani ya studio. Ni mwanamuziki kutoka Kongo lakini anaimba sana muziki ya gospel hapa Kenya. Karibu sana mkuu Emmanuel. Asante. Ni mara ya kwanza tunakualika, sijui unajionaje hapa? Najisikia vizuri sana kwa mahali hapa. Najifeel kabisa ya kwamba kazi ya Mungu itasonga mbele, kwa sababu nimefangu mimi nafika hapa. Na najisikia niko vizuri kabisa. Ulianza muziki wakati gani ya gospel? Muziki wangu wa gospel nilianza toka 2017. 2017. 2017. Nini nilikutuma uanze muziki hapa Kenya hasa gospel? Ni kitu ambacho kenyewe kwanza nilifurahia sana. Kumtumikia Mungu kazi, niliangalia ni kipi ambacho kenyewe kitaweza niweze kuangalia zaidi kusaidia watu wengine. Kupitia huduma ni kitu gani nilifia zaidi nianze kuimba nyimbo ya gospel. Ndio kitu ambacho kilinipush zaidi na kilinipatia shauku ya kuimba gospel. Ni changamoto gani mnakuwa mnakumbana nazo wakati mnaimba? Changamoto ni nyingi sana ambazo tunapitia katika makanisa, ni mingi sana. Lakini yote tunaomba tu Mungu azidi kutusaidia, kwa sababu tukisema tuanze kueleza saa hii tutakesha hapa. Uko inspired sana na nani kwa muziki wako wa gospel? Niko inspired zaidi, nafuatilia zaidi manyimbo ya Kongo kwetu zaidi. Nafuatilia Kalambai zaidi. Na nafuatilia Atoms. Nafurahia sana manyimbo yake ya worship zaidi. Vipi watazamaji wanaweza sikia kidogo uwezo wako wa nyimbo? Wanaweza. Kwa sababu mahali yote sisi ni askari. Ni lazima watasikia. Tuimba kwa Lingala. Natumia kwa Lingala. Motema nanga ezoluwe Yahweh, motema nanga ezoluwe yeye, nazokoka te kokanga, nazokoka te kozela ngaye, poyo ndozali Nzambe, fidela bomoi nanga. Fidela bomoi nanga. Nani ndio yuko fidele? Yesu Kristo. Yuko fidele kwa nani? Yuko fidele kwangu sana. Na wakati naimbaka nyimbo, kwa sababu mahali yote nikisema niende niimbe, naimbaka sana nyimbo paske naangaliaka kwenye amenitoa na kwenye amenifikisha. Makubwa yake inatosha kabisa. Kutumikia Mungu hasa kuimba muziki inakuwa na umuhimu gani kwa maisha ya mwanadamu? Bon, watu wanatofautiana. Na kila mtu kuna lengo yake. Wengine napenda kwa sababu ya success tu vile aimbe, ajua faidiki, apate pesa muziki. Lakini sisi tunafanya kwa sababu ya kuokoa manafsi ile ilipotea, ile inaenda zaidi. Kama vijana sasa sisi ni lazima tumtumikie Mungu ili tuangalie, kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba tutatumikia Mungu bado tungaliki vijana, hivi ndio muda wa kumtumikia Mungu. Sasa kuna baadhi ya wengine wanamtumikia Mungu kwa malengo fulani, lakini sisi hatumtumikii Mungu kwa malengo fulani. Hata kwa mahali mtu anaweza kuniita, siwezi kumlipisha pesa, naweza kwenda kufanya kazi ya Mungu yenyewe, kwa sababu ndio wito wangu wa mimi kufanya kazi ya Mungu ili niokoe watu, niokoe nafsi ya watu. Mtu akitaka kupata address yako kubwa ni wapi? Address yangu akipenda kupata hapo, niko hapo Ebeneza Cross Church. Hapo kwa niko chini ya mchungaji Pastor Kasimuka. Kakuma 1 yote wanakufahamu vizuri. Yote, hata Kakuma tu, kwa sababu nimeimba baadhi ya makanisa tofauti sana. Kakuma tu wananijua. Yani Kakuma nzima. Kakuma nzima sasa hii nimefika kabisa na nimeimba. Ujumbe wako ni gani kwa wale vijana ambao wapende kuimbia Mungu hasa wanakaa nyumbani? Ujumbe wangu mimi ni kuwaambia kwamba wakuje kumtumikia Mungu. Kwa sababu katika kazi ya Mungu mna faida.
mna faida kubwa. Hautaiona saa hii lakini tutaiona baadaye. Hata kwa watoto wetu tutakia kuona matunda yake. Ndugu Emmanuel, tunashukuru sana kwa kuja kwako na karibu tena kwa studio. Asante sana, nashukuru kabisa kwa kunipatia nafasi. Kama unaendelea jiunga nasi, sisi ni Beyond Border Podcast. Tunakuwa pamoja kila leo. Unatupata Opposite Art Right, tuko mjengo moja na Fit Gang. Tulikuwa na ndugu yetu Emmanuel mwenye anaimba gospel na tunazungumzia mawili matatu, kuja tumikie Mungu kwa nyimbo. Ni ujumbe mfupi na nzuri sana ambao natumalizia kipindi yetu kwa siku leo. Tukutane kwa video zingine. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe.